Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunawasalimu kwa amani baada ya kukamilisha shughuli na majukumu ya mchana leo, ambako kila mmoja kwa nafasi yake amekuwa akiendelea na kazi, masomo pamoja na shughuli nyingine za kijamii na kiuchumi. Basi tunakaribisha kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, mahali ambako tunawaletea mustasari wa matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya nchi, hususan katika maeneo yanayotuhusu zaidi ya Kivu Kaskazini, Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Na katika matangazo ya jioni leo tangazia kwa kina masuala ya usalama endelea katika baadhi ya maeneo ya nchi, kila hali ya kisiasa pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi, sambamba na taarifa nyingine muhimu za afya na kimataifa zinazoathiri maisha ya wananchi wetu. Basi endelea kuwa nasi kwa dakika chache zijazo ili kupata taarifa kamili ya jioni ya leo. Mimi ni Teroje Longa, nini Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi haya na mengine muhimu ni katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika eneo la Kimisambo lipo katika vikundi vya Kisimba na Kobo ndani ya wilaya wa Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali yaliyokutanisha waasi wa M23 dhidi ya jeshi la serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Ingawa hali imeripotiwa kuwa shwari kwa kiasi leo Alhamisi tarehe 28 Mei, wakazi wengi bado wanaishi kwa hofu baada ya mashambulizi yao yaliyotikisa eneo hilo siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalianza baada ya waasi hao kutoka eneo la Rusambo na Bukumbirwa katika kundi la Ikobo kuanzisha mashambulizi wakilenga kupanua maeneo yao ya udhibiti kuelekea Misambo. Misambo inatajwa kuwa eneo muhimu ya kimkakati katika sehemu ya Walikale, jambo ambalo linaendelea kuzidisha mvutano katika pande zinazozozana. Waasi walijaribu kuingia ndani ya kijiji hicho kwa nguvu, lakini walikutana na upinzani mkali kutoka kwa wanajeshi wa FARDC pamoja na vijana wazalendo waliokuwa mstari wa mbele katika kulinda eneo hilo. Mashuhuda wanasema milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Misambo. Baada ya mapigano hayo makali, vikosi vya serikali vilifanikiwa kuzuia waasi hao na hatimaye kulazimisha kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Rusambo na Bukumbirwa walikotokea. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa angalau waasi 5 wa M23 waliuawa wakati wa mapigano hayo. Wakati huo hatari kubwa zaidi zinaendelea kuangukia raia. Mamia wakazi wamelazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Wengi wamekimbilia porini katika maeneo ya karibu wakijaribu kujinusuru dhidi ya mapigano. Familia kadhaa zimeripotiwa kuishi katika mazingira magumu bila makazi ya uhakika, chakula, dawa na msaada wa kibinadamu. Baadhi ya wananchi waliowasiliana na vyombo vya habari vya ndani wamesema wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya Walikale na Masisi, ambako mapigano kati ya waasi wa M23, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo yamekuwa yakijirudilia mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika maeneo haya kunahatarisha zaidi maisha ya raia na kunaweza kuongeza wimbi la wakimbizi wa ndani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii pia imeendelea kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi, huku wananchi wakishindwa kurejea katika maisha yao kawaida kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Mpaka sasa mamlaka za kijeshi bado hajatoa tamko rasmi kuhusu operesheni zinazoendelea katika eneo hilo, huku wakazi wakitaka kurejeshwa kwa usalama wa kudumu ili waweze kurejea katika makazi yao. Mapigano mapya yanaendelea kuripotiwa katika wilaya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, ambako wapiganaji wa Zalendo wanaodaiwa kwa chini ya uongozi wa General Jonas Biganosi walifanya mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda RDF katika eneo la Birindule usiku wa Jumatano tarehe 27 Mei. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya usalama pamoja na wakazi wa eneo hilo, shambulizi hilo lilifanyika kwa kushtukiza katika moja nafasi zinazodhibitiwa na wapiganaji wa waasi wa M23 ndani ya eneo la Birindule, ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kama moja ya maeneo ya mvutano mkubwa katika wilaya ya Ruchuru. Taarifa hizo zinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo waliingia katika nafasi hiyo ya nyakati za jioni kabla ya kuanzisha mashambulizi makali yaliyodumu kwa muda. Katika mapigano hayo inadaiwa kuwa wanajeshi wawili wa RDF walipoteza maisha, huku wazalendo wakifanikiwa kuchoma moja nafasi za kijeshi zilizokuwa zikitumiwa na waasi wa M23 na RDF. Mbali na hiyo, vyanzo vinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo walifanikiwa pia kuleta silaha mbili ya aina AK-47 baada ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa na pande za M23
kuhusu tukio hilo wala kudhibitisha hasara zilizoripotiwa. Mashambulizi ya mapya yanaongeza hali ya wasiwasi katika eneo la maeneo ya Ruchuru ambako mapigano mara kwa mara kati ya waasi M23 na RDF dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo yamekuwa kisababisha hali kubwa ya sintofahamu kwa wananchi. Baadhi ya wakazi wa Birindule na maeneo karibu wanasema walilazimika kujificha majumbani mwao, huku wengine wakikimbilia maeneo yenye usalama zaidi baada kusikika milio mikubwa ya risasi na mlipuko wakati wa mashambulizi hayo ya usiku. Wachambuzi wa usalama wanaona kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya kushtukiza yanayofanywa na makundi ya wazalendo dhidi ya nafasi za waasi wa M23 wanaweza kuendeleza mvutano na kuongeza mapigano katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini, hasa katika wilaya ya Ruchuru, Masisi na Walikale ambako tayari zimeathiriwa vibaya na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa sasa hali katika eneo la Birindule inaelezwa kuwa ya taharuki kubwa, huku wananchi wakihofia uwezekano wa mashambulizi mengine ya kulipiza kisasi kati ya pande zinazozozana. Wito unaendelea kutolewa kwa mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza juhudi za kulinda raia ambao wanaendelea kwa wasirika wakuu wa mzozo unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kuonyesha mbinu mpya katika operesheni zake za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini ambako limetumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zenye vifaa vya sauti kwa ajili ya kutoa ujumbe kwa wananchi pamoja na makundi yenye silaha kabla kuendesha operesheni za kijeshi. Hatua inaeleza kuwa na baadhi ya wachambuzi wa usalama kuwa ni ishara ya namna serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyojaribu kuweka mbele ulinzi wa raia katika maeneo yanayokumbwa na mapigano kati ya jeshi la taifa na makundi mbalimbali ya wasi wanaofanya shughuli zao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya usalama, drone hizo zimekuwa zikizunguka katika maeneo ya Minembwe zikitoa ujumbe wa tahadhari kwa wananchi pamoja na kutoa wito kwa wapiganaji wenye silaha kujisalimisha na kuondoka katika maeneo yenye makazi ya raia. Serikali ya Kongo inaeleza kuwa matumizi ya teknolojia hiyo inalenga kupunguza madhara kwa wananchi wasiokuwa na hatia na kuzuia vifo vya raia ambavyo wengi hutokea wakati wa mashambulizi ya kijeshi katika maeneo yenye wakazi wengi. Katika ujumbe unaotolewa kupitia drone hizo, wananchi wanahimizwa kujiepusha na maeneo yanayoweza kuwa viwanja vya mapigano, huku makundi yenye silaha yakitakiwa kuweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa mamlaka za serikali. Hatua inakuja wakati ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuyashtumu makundi ya waasi wa M23 pamoja na Turanion na Red Tabara kwa kujificha katikati ya wananchi katika maeneo ya milima ya juu ya Kivu, jambo ambalo linafanya operesheni za kijeshi kuwa ngumu zaidi na kuhatarisha maisha ya raia. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona kama kuwa matumizi ya drone zenye vipaza sauti yanaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza madhara ya vita kwa wananchi, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa kikumbwa mara kwa mara na mapigano ya silaha. Mbali na kutoa tahadhari kabla ya mashambulizi, drone hizo pia zinatajwa kuwa na jukumu la kufuatilia mienendo ya makundi yenye silaha, kuhamasisha amani pamoja na kuhimiza wapiganaji kuachana na vita na kurejea katika maisha ya kawaida. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo ya Minembwe na sehemu nyingine za Kivu Kusini yameendelea kushuhudia hali sintofahamu kutokana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha yanayopigania ushawishi katika eneo hilo. Leo imekuwa chanzo cha vifo vya raia, uharibifu wa mali pamoja na ongezeko la wakimbizi wa ndani. Baadhi ya wananchi wa Minembwe wameeleza kwa matumaini yao kwa matumizi ya njia za tahadhari kabla ya operesheni yanaweza kusaidia kupunguza athari kwa jamii, ingawa wengine bado wanaishi kwa hofu kutokana na kuendelea kuwepo kwa mapigano karibu na vijiji vyao. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa operesheni zake zinalenga kurejesha usalama na mamlaka ya dola katika maeneo yote yaliyodhibitiwa na makundi yenye silaha, huku ikieleza kuwa itapigana dhidi ya wananchi bali ni dhidi ya wale wanaotumia silaha na kuhatarisha amani na kudhibiti wa taifa. Wakati huo mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huu kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa wananchi unalindwa wakati wote wa mapigano. Hadi sasa hali katika eneo la Minembwe inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku operesheni za kijeshi zikiendelea katika baadhi ya maeneo yanayodaiwa kuwa na uwepo wa makundi yenye silaha. Juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kushika kasi, huku wajumbe kutoka Marekani na Uswisi wakifanya ziara katika ukanda huo kwa lengo la kutathmini mwenendo wa mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na kundi la waasi wa M23. Hatua inakuja baada ya duru za mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi katika mwezi Aprili mwaka huu, ambako kwa mujibu wa taarifa mbalimbali au kuleta mafanikio makubwa yaliyotarajiwa. Hata hivyo, wapatanishi wa kimataifa wanaendelea kutafuta njia za kutafuta mchakato huo kwa mazungumzo
mazungumzo, huku hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuzorota siku hadi siku. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, wiki iliyopita wajumbe kutoka Marekani pamoja na Uswisi walikutana na timu ya wajadiliani wa serikali ya Kongo mjini Kinshasa kwa ajili ya kutathmini utekelezaji wa makubaliano mawili yaliyosainiwa mjini Doha nchini Qatar. Makubaliano yale yanahusisha hasa suala la kusitishwa kwa mapigano pamoja na kuachiwa kwa wafungwa walioshikiliwa na pande zote zinazohusika katika mzozo huo. Hata hivyo, tathmini iliyofanywa inaonyesha kuwa utekelezaji wake bado una changamoto kubwa, kuwa kuna pande ambayo inaheshimu kikamilifu masharti hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, hadi sasa bado kuna mapigano katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku suala la kuachiliwa huru kwa wafungwa nalo likiendelea kuwa tata kati ya serikali ya Kongo na uasi wa M23. Baada ya mazungumzo hayo mjini Kinshasa, wajumbe wa Uswisi wanatarajiwa kuelekea mjini Goma kwa ajili ya kukutana na wawakilishi wa uasi wa M23. Lakini kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, wajumbe hao waliamua kutokufika moja kwa moja Goma kutokana na hofu ya mlipuko wa Ebola unaoripotiwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Badala yake, wajumbe hao walibaki katika mji wa Gisenyi upande wa Rwanda karibu na mpaka wa Goma, ambako wawakilishi wa M23 walivuka mpaka kwenda kukutana nao. Mkutano huo ulifanyika siku mbili, tarehe 26 na tarehe 27 Mei mwaka 2026. Taarifa kutoka Radio France International RFI zinaeleza kwa Marekani inaendelea kuhimiza ushiriki mkubwa zaidi kwa Uswisi katika juhudi za kupatanishi ili kujaribu kuhakikisha kunapatikana kwa suluhisho la kisiasa katika mgogoro unaodumu kwa miaka mingi. Moja ya masuala makubwa yaliyojadiliwa katika mikutano hiyo ni kuhusu migodi wa Rubaya ulipo katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Rubaya ni moja ya maeneo yenye utajiri mkubwa kwa madini, hasa coltan na madini mengine muhimu yanayotumika katika teknolojia mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya kidiplomasia, Marekani inaonyesha nia kubwa katika eneo hilo kutokana na makubaliano ya madini yaliyosainiwa mwaka jana kati yake na serikali ya Kinshasa. Inadaiwa kuwa waasi wa M23 pia wameonyesha utayari wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Washington kuhusu usimamizi wa eneo hilo la Rubaya. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, hali ya kijeshi katika eneo la Rubaya bado ni tete, na huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23, yakihusisha operesheni za ardhini pamoja na mashambulizi anga kwa kutumia drone. Baadhi ya mashambulizi yameripotiwa kusababisha madhara kwa raia pamoja na uharibifu wa mali katika maeneo ya karibu na mapigano, alioendelea kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wamesiriwa na vita vya muda mrefu katika ukanda huo. Mashariki mwa Kongo imekuwa katika migogoro ya silaha kwa zaidi ya miongo mitatu kutokana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha pamoja na mivutano ya kikanda inayohusisha mataifa jirani. Tangu mwaka 2021 hali ilizidi kuwa mbaya baada ya kurejea kwa nguvu kwa kundi la waasi wa M23 ambalo lilifanikiwa kudhibiti miji muhimu ikiwemo Goma mwezi Aprili mwaka 2025 na Bukavu mwezi Februari mwaka huo. Ingawa serikali za Kongo na Rwanda zilisaini makubaliano ya amani mjini Washington mwezi Juni mwaka 2025 na baadaye tamko la kusitisha mapigano kusainiwa mjini Qatar kati ya Kinshasa na M23 mwezi Julai mwaka 2025, mapigano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Wachambuzi wa kisiasa wanaeleza kuwa mafanikio ya mazungumzo haya yanategemea zaidi utayari wa pande zote kuheshimu makubaliano pamoja na ushirikiano wa kweli wa jumuiya ya kimataifa katika kusaka amani ya kudumu kwa wananchi wa mashariki mwa Kongo ambao wanaendelea kuathirika kwa muda mrefu kutokana na vita, ukosefu wa usalama na migogoro ya silaha. Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya mamlaka za mkoa huo kudhibitisha kuendelea kuongezeka kwa maambukizi ya ugonjwa hatari Ebola katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa Jumatano tarehe 17 Mei na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini General Somo Evariste Kakule, idadi ya wagonjwa waliodhibitishwa kuwa na virusi vya Ebola imefika watu 11 ndani ya jimbo hilo. Kati ya ugonjwa hao waliodhibitishwa, watu 7 tayari wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huo, unaozidi kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi pamoja na wahudumu wa afya wanaendelea kupambana kuzuia kuenea kwa maambukizi zaidi. Kwa mujibu wa mamlaka za afya za mkoa hivyo, visa hivyo vya Ebola vimegunduliwa katika maeneo ya 6 tofauti ya afya ambao ni Katwa, Butembo, Kiondo, Galuta, Oicha pamoja na mji wa Goma.
Mamlaka zinaeleza kuwa kuenea kwa visa hivyo katika maeneo mengi kunafanya mapambano zidi ya ugonjwa huo kuwa ngumu zaidi, hasa kutokana na hali ya usalama inayosalia kuwa tete katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Akizungumza kuhusu hali hiyo, gavana wa kijeshi wa mkoa huo waliwataka wananchi kuchukua tahadhari kali za kiafya ili kusaidia kuzuia maambukizi zaidi ya Ebola ndani ya jamii. Miongoni mwa hatua zilizosisitizwa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa kutumia maji safi na sabuni, kuepuka mikusanyiko isiyo lazima, kufuata umbali wa kila kijamii, pamoja na kuheshimu masharti yote ya kiafya yanayowekwa na mamlaka husika. Viongozi wa afya pia wamewataka wananchi wote kuonesha dalili zinazohusiana na Ebola kama homa kali, kutokwa damu na uchovu mkubwa, kutapika, kuharisha kufika haraka katika kituo vya afya vilivyoko karibu kwa ajili ya uchunguzi wa matibabu ya haraka. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, hatua ya kuwahi hospitalini inaweza kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa pamoja na kuzuia maambukizi makubwa ndani ya familia na jamii zinazowazunguka wagonjwa hao. Katika hatua nyingine ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu, serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini imetangaza kusimamishwa kwa ubatizo au kwa kuzamishwa majini maarufu kama baptême par immersion. Mamlaka zinaeleza kuwa aina hiyo ni shughuli inaweza kuongeza hatari ya maambukizi kutokana na watu wengi kukusanyika pamoja na kugusana kwa karibu. Tangazo hili limekuja wakati ambako mashirika ya afya pamoja na taasisi za kibinadamu zinaendelea kuongeza juhudi za uhamasishaji katika maeneo yaliyoathirika kwa lengo la kuwafahamisha wananchi kuhusu namna kujikinga dhidi ya ugonjwa huo hatari. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa mchanganyiko na changamoto za usalama pamoja na mlipuko wa Ebola unaweza kufanya hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi mashariki mwa Kongo, ambako tayari maelfu ya wananchi wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano ya silaha. Katika mji kama Butembo na Katwa, wananchi wengi bado wanakumbuka madhara makubwa ya mlipuko wa zamani wa Ebola iliyowahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu katika miaka iliyopita. Anaendelea kuongeza hofu kwa kurejea kwa janga kubwa la kiafya katika eneo hilo. Mashirika ya kiafya yanaendelea kushirikiana na serikali ya Kongo katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo kupitia uchunguzi wa wagonjwa, utoaji wa chanzo, ufuatiliaji waliokutana na wagonjwa pamoja na utoaji wa vifaa vya matibabu katika vituo mbalimbali vya afya. Mamlaka zinaendelea kutoa wito kwa wananchi kutokusambaza taarifa zisizo rasmi kuhusu Ebola na badala yake kufuata maelekezo yanayotolewa na wahudumu wa afya pamoja na serikali ili kusaidia kudhibiti hali hiyo kabla maambukizi hayajitokeza zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, ameonyesha mashaka makubwa kuhusu makubaliano yaliyosainiwa mjini Washington kati ya Kongo na Rwanda, akisema hayajatoa suluhisho la kweli kwa mgogoro wa usalama unaoendelea mashariki mwa nchi. Akizungumza katika mjadala wa moja kwa moja kupitia mtandao wa X ulioandaliwa na mwanahabari Stani Bujakera Chamala, Fayulu alikosoa vikali msimamo wa serikali ya Kinshasa ambao unaendelea kuwasilisha makubaliano kama mafanikio ya kidiplomasia yenye uwezo wa kuzuia kuendelea kwa vita mashariki mwa Kongo. Katika mazungumzo hayo, Fayulu alioji ni kwa namna gani makubaliano yanaweza kuitwa ngao ya kidiplomasia wakati mji muhimu wa Goma na Bukavu bado uko chini ya hali ya sintofahamu na wananchi waendelea kuathirika na mapigano. Kiongozi wa muungano wa Lamuka alisema kuwa tangu kutawaliwa kwa mji huo na waasi wa M23, hali ya usalama na maisha ya wananchi waendelea kuwa mbaya zaidi, huku mamlaka za serikali ya Kongo ikizidi kuzofisha katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, wananchi wa Goma na Bukavu wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, wakidai kuwa baadhi yao wanateswa, kupigwa na kunyanyaswa, huku serikali ya Kigali ikitajwa kufaidika kiuchumi kupitia ukusanyaji wa kodi katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Katika kauli yake, Fayulu alidai kuwa Rwanda imekusanya takriban dola milioni 30 kila mwezi kutoka maeneo ya Kivu Kusini, ya madai ambayo yanaendelea kuongeza mvutano wa kisiasa kati ya Kinshasa na Kigali. Mwanasiasa alisitiza kuwa serikali ya Kongo kwa sasa haina tena mamlaka kamili katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, hali ambayo kwa mujibu wake inaonyesha kuwa mabadiliko au makubaliano yaliyofikiwa hayatasaidia kurejesha uhuru wa taifa katika maeneo yaliyotekwa. Hata hivyo, Martin Fayulu alieleza wazi kuwa hana kipingamizi dhidi ya ushirikiano wa kimkakati na kiuchumi kati ya Kongo na Marekani, mradi tu makubaliano hayo yaheshimu sheria za Kongo pamoja na sheria za Marekani. Kwa upande mwingine, Fayulu tofautisha ushirikiano huo wa kiuchumi na makubaliano yaliyohusishwa Rwanda, akisema kuwa suluhisho la mgogoro mashariki mwa Kongo haliwezi kupatikana bila kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda pamoja na waasi wa M23 katika maeneo yanayodhibiti chini ndani ya Kongo. Katika msimamo wake, kiongozi wa upinzani ametaka kutekelezwa kwa azimio namba 26
1773 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa ambalo linahusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi. Martin Fayulu amesisitiza kuwa wanajeshi wa Rwanda wanapaswa kurejea nchini mwao na kwamba waasi wa M23 wanatakiwa kuondoka katika maeneo yote wanayodhibiti ndani ya ardhi ya Kongo. Kauli hizi za Martin Fayulu zinakuja wakati ambako juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la kisiasa zinaendelea kupitia mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani, Katari pamoja na Uswisi. Hata hivyo, licha mkutano mbali kwa mbali ya diplomasia, mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wachambuzi wa kisiasa wanaona kuwa matamshi ya Martin Fayulu yanaonyesha kuendelea kuwepo kwa migawanyiko mikubwa ya kisiasa ndani ya Kongo kuhusu namna kushughulikia migogoro mashariki mwa nchi. Baadhi wanaunga mkono mazungumzo ya kidiplomasia, huku wengine wakiamini kuwa hatua kali zaidi zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya makundi yenye silaha pamoja na nchi zinazotumiwa kuunga mkono. Wananchi wa mashariki mwa Kongo wanaendelea kuathirika na mapigano, ukosefu wa usalama pamoja na migogoro ya kibinadamu ambayo inaendelea kuwa zaidi ya miongo mitatu katika ukanda huo wenye utajiri mkubwa wa madini, lakini unakabiliwa na vita vya muda mrefu. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, taarifa zetu zinaendelea ukingoni, lakini yale usalama katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Katika usiku wa kuamkia leo Alhamisi tarehe 28 Mei, matukio kadhaa ya uhalifu yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji huo, hususan katika kata ya Kimanga ambako wakazi wanasema walikumbwa na wizi wa kutumia silaha, uvamizi wa nyumba pamoja na tukio la utekaji nyara. Kwa mujibu wa mashuhuda, nyumba ya mfanyakazi wa kituo cha utafiti wa CSR anayefahamika kwa jina la Kabemba alivamiwa na watu wenye silaha waliokuwa wamejifunika uso zao na waliokuwa wakitumia pikipiki. Wavamizi wale waliripotiwa kuvunja mlango na kuingia ndani kwa nguvu kabla ya kuiba fedha taslimu, kompyuta na mali nyingine za samani. Baadhi ya makazi ya eneo wanasema wavamizi hao pia walitoa vitisho vizito kabla kuondoka, wakionya kuwa huenda wahalifu wengine wakali zaidi wangefuata baada yao, jambo ambalo limeongeza hofu kubwa kwa familia husika na jamii nzima. Tukio hilo linatajwa kutokea si mbali sana na makao makuu ya sekta kijeshi ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, alinozidisha maswali kuhusu ufanisi wa ulinzi katika eneo hilo. Wakati huo usiku tarehe 26 Mei pia kumeripotiwa zaidi ya nyumba 8 kuvamiwa na kuporwa na watu wasiojulikana waliokuwa kizunguka katika maeneo tofauti ya mji wa Uvira. Wakazi wanasema wavamizi hao walifanya uporaji wa karibu bila kukutana na upinzani wowote wa maana. Katika tukio jingine lilozidi kuongeza hofu, mwanamke mmoja muuzaji wa matunda alitekwa nyara saa 1 kabla ya usiku katika eneo la soko, na ripotiwa kuwa gari lilokuwa na watu waliovalia sare lilisimama karibu naye kabla ya kumlazimisha kupanda ndani ya gari hilo kisha kuondoka kuelekea eneo la Mlongwe. Hadi sasa hatima yake bado haijafahamika. Matukio yote yanaendelea kuonyesha hali ya sintofahamu inayokumba wakazi wa Uvira licha uwepo wa vikosi vya usalama ikiwemo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi wa taifa pamoja na wapiganaji wa wazalendo. Wananchi wanasema uhalifu unaendelea kutokea karibu kila siku, hali inafanya waishi kwa hofu kubwa mara tu jua linapozama. Baadhi ya wakazi pia wamelalamika kile wanachokiita matumizi mabaya silaha na matabia nazozorotisha zinazodaiwa kufanywa na baadhi ya watu wanaofanya doria za usiku, ambako kuna madai ya uporaji wa simu na vitendo vingine vya ukiukwaji wa haki za raia. Hali imezua mjadala kuhusu uhalisia wa usalama katika mji wa Uvira, hasa ikizingatiwa kuwa vikao vya mara kwa mara vya kamati ya usalama eneo hilo mara nyingi hutangaza kuwa hali ni tulivu licha matukio mara kwa mara yanaripotiwa na wananchi. Hata hivyo, viongozi wa ngazi ya juu ya sekta ya ulinzi waliowahi kutembelea eneo wamekuwa wakieleza kuwa Uvira haiko katika hali ya utulivu kwa jumla, kauli ambayo wananchi wengi hawaonyeshi uhalisia wa maisha yao ya kila siku. Kwa sasa wakazi wa Uvira wanaendelea kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka na za dharura kuimarisha ulinzi wa raia, kufuatilia uadilifu na kurejesha imani ya wananchi katika vyombo vya usalama ili kurejesha amani ya kweli katika mji huo. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunafika mwisho wa taarifa yetu hii ya habari ikiwa ni tarehe 28 Mei mwaka 2026. Tunawashukuru kwa kutunga mkono wa kutupatia muda wenu katika kipindi chote cha matangazo haya. Basi tunaendelea kukumbusha kuchukua tahadhari katika masuala ya usalama na afya na kufuatilia taarifa rasmi kutoka vyanzo vya kuaminika pekee. Hali ya amani na utulivu ni jukumu letu sote, hivyo kila mmoja achangie kwa nafasi yake katika kuijenga jamii iliyo salama na yenye mshikamano. Na basi kabla tujitimisha matangazo yetu ya jioni leo, niendelee kukumbusha
kukumbusha kwamba huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wetu wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager na kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazungumzo kila siku tunakuletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lolonga, nene Kivu News Info. Basi tunakutakia jioni njema, usiku mwema wenye amani na utulivu, na tukutane tena katika taarifa zetu za asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kuzofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.